ikatokea Abdul, mtoto wa mama Samia, wa mwenyekiti wangu, wamekuja watu wamemchukua, wameondoka naye, kesho kaokotwa hana macho. Unachukuliwa kwenye basi na watu wanaona, kesho unaokotwa huna macho. Sasa how would you feel? Utajisikiaje? Ikatokea mtoto wa Askofu Gwajima, mtoto wa Askofu Gwajima Jordan amechukuliwa, ameondoka naye, kesho anaokotwa hana macho. Mtoto wa Majaliwa, Kassim Majaliwa, waziri mkuu, anachukuliwa, kesho anaokotwa hana macho. Anafuatwa ndani ya nyumba, kwa mfano ni kama ilivyokuwa kwa amefuatwa ndani ya nyumba, watu wanavunja nyumba. Mke wake anaona, mume wake anavuliwa, anapigwa si nyundo au nini. Halafu baada ya siku unaona michirizi ya damu, ameondoka hivyo. Ni mtoto wa nani huyo? Ni mtoto wa Wambura IGP. Ni mtoto wa DJIS. Ni mtoto wa mkuu wa jeshi la wananchi. Hivi kweli inawezekana hivyo? Haiwezekani. Kwa nini sasa tunaona hao wanaopotea kana kwamba ni mbuzi, ni kondoo? Kuna huyu bwana anaitwa Bwana Ali Kibao. Watu wakaja pale Tegeta, wakashushwa kwenye gari, watu wanaona, abiria wote wanaona, alafu akashushwa, kesho yake kapatikana amekufa. Nataka nimuulize mtu yoyote, kama baba yako akishushwa mbele yako wewe mwenyewe, alafu kesho yake akapatikana amekufa, utajisikiaje? Kama baba yako mzazi akashushwa kwenye gari alafu kesho yake amekufa, utajisikiaje? Lakini sio huyo tu, nataka kusaiti matukio ambayo pamoja na hao wengine 83, nataka kusaiti matukio ambayo yanagusa sana. Tumeona juzi kule mtu anaitwa Mdude, ambaye na yeye watu wamekuja nyumbani kwake, wamevunja mlango, wamemchukua akiwa hai mbele ya familia yake, wameondoka naye, mpaka leo hakuna mtu anayejua yuko wapi, na hata hatujui naye anayefuata. Sasa unaweza ukanyamaza, kumbe unafuata wewe. Utekaji si utamaduni wetu wa Kitanzania, na ni jambo ambalo halitakiwi kabisa kuwa entertained na mtu yoyote. Mkuu wa idara ya usalama wa taifa anateuliwa na rais wa Tanzania bara na wa Zanzibar, na msaidizi wake anateuliwa na rais, ni mteule wa rais. Na kwa ujumla wake kwamba kiongozi mkuu wa idara ya usalama wa taifa na wa pili na wa tatu na wa nne, hawa wote kusema kweli wanapatikana kutokana na mapenzi mema ya rais wa nchi. Hiyo ni kweli, mapenzi mema ya rais wa nchi. Inaweza isiwe moja kwa moja, lakini ni wateule wa rais wa nchi. Sasa na vile vile kama rais wa nchi akijisikia kwa sababu za maslahi ya nchi au ya uongozi hakutaki, pia wanaondolewa na kiongozi wa nchi, wanateuliwa na kiongozi wa nchi na wanaachishwa kazi na kiongozi wa nchi. Vile vile kwenye jeshi la polisi, mkuu wa jeshi la polisi IGP naye vile vile anateuliwa na mkuu wa nchi, lakini pia anaondolewa na mkuu wa nchi. Vile vile magereza, mkuu wa jeshi la magereza pia na yeye anateuliwa na mkuu wa nchi na anaondolewa na mkuu wa nchi. Vile vile na jeshi la wananchi CDF, na yeye vile vile mkuu wa jeshi la wananchi anateuliwa na rais na anaondolewa na rais. Kwa rais akiona vyovyote vile anaweza kumuondoa wakati wowote. Kwa mfano huyu mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa akaona liko jambo ambalo ama mheshimiwa rais ama mamlaka za nchi zinafanya kinyume na uzalendo wa Kitanzania, halafu akashauri, bwana, mimi kama mkuu wa idara ya usalama wa taifa ninaona kwamba hili jambo linahatarisha usalama wa nchi, liachwe. Anafukuzwa kazi. Lakini alichofukuziwa sio kwamba amefanya kosa, anatetea maslahi ya nchi, ndio maana kimemfanya afukuzwe kazi. Kwa hiyo tukifanikiwa kuwalinda hao wakuu wa vyombo wasifukuzwe hivi kirahisi, watakuwa na uwezo wa kuisimamia nchi yetu vizuri bila kupata madhara yanayoathiri familia zao. Unataniuliza, kwa nini sasa hujamwambia mheshimiwa rais
kama nimwambia Mheshimiwa Rais ndio mnufaika wa hayo mambo. Si kama mnanielewa. Rais yote sio tu Mama Samia. Mimi siongei nikiongea rais naongea taasisi ya rais. Ndio mnufaika wa wale. Hata mimi ningekuwa mwanasiasa, una pressure za kisiasa, si utamtuma mtu huyu bwana, hebu shughulika na yule. Ndio mnufaika. Ukimwambia mnufaika kwamba yeye ndiye ajipunguzie, hakuna utakachoongea. Ninaongea ili watu wote wenye akili na wanajua kuzitumia wayasikilize maneno yangu. Vinginevyo kule mbele tutapoteza nchi.